Na ndio maana kuna mtu ambaye hajawahi kusikia kuhusu Roho Mtakatifu, lakini ana uwezo wa kuapply nguvu ya Mungu. Tunamwona kuna mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Kornelio. Kornelio alizaliwa kwenye nchi ambayo hakuwa Mwisraeli. Na watu wengi wanajua Roho Mtakatifu ni wa Wakristo. Lakini Roho Mtakatifu alipoumbwa mwanadamu, pumzi aliyopuliziwa ndani yake ilikuwa ni pumzi ya uhai. Na pumzi ya uhai ndiyo iliyomfanya awe nafsi hai. Na nafsi hai ni Roho Mtakatifu. Hakuna nafsi hai nje ya Roho Mtakatifu. Sasa hii nafsi hai ndiyo inayogombaniwa na mashetani. Hii nafsi hai ndiyo inagombaniwa na mizimu. Hii nafsi hai ndiyo inagombaniwa na roho za wenyeji zilizozunguka mataifa. Sasa Mungu naye anaigombania hiyo nafsi hai ndani ya kiumbe alichokifanya kuwa hai. Nini kinatokea? Mtu aliyezaliwa kwenye jamii inayoabudu sanamu, anapozaliwa ndani yake anakuwa na ile hali ya kuabudu. Kwa nini ana hali ya kuabudu? Maana yake Roho Mtakatifu kwa asili ni connection ya kiungu, ambayo usipomwabudu Mungu, ile connection ya kiungu itatafuta mahali ikapate satisfactory. Roho Mtakatifu ni roho ya kiungu. Wewe ukiwa umeumbwa utatafuta tu chanzo cha nguvu, na chanzo cha nguvu ni worship. Ndio maana wazee wetu wa zamani sana ambao walikuwa hawamjui Mungu kabisa walienda milimani. Kwa nini walienda milimani? Walienda kumtafuta Mungu. Hawakuwahi kuambiwa kwamba Mungu anakaaga milimani, lakini ile roho ya uumbaji ambayo Mungu alipulizia ndani ya mtu, ambayo ndio nguvu ya mtu, ndio chanzo cha nguvu ya ndani, kilikuwa kinatafuta namna ya kuchepuka ndani yake kiwe kitu halisi. Sasa katika kuhangaika, wengine wakajikuta wamepanda milimani, wakakutana na mashetani. Mashetani yakabeba ile roho ya Mungu, yakaanza kuoperate ndani ya kile chanzo cha nguvu. Watu wengine wakajikuta wamekuwa waganga, wengine wakajikuta wamekuwa wapiga ramli, wengine wakajikuta. Tuna mtu kwenye Biblia anaitwa Balaamu. Balaamu alikuwa ni mganga wa kienyeji. Watu wakajua huyu ameweza kuzidisha uwezo wake wa ndani mpaka akafika level ya kugundua mambo ya rohoni. Kwa hiyo wale wafalme waliokuwa katika enzi zao walimtumia kwa ajili ya kuapply nguvu ya ndani. Kwa hiyo wakiona jambo lolote walimfuata Balaamu ili aweze kuamua mustakabali wa nguvu au changamoto iliyoko mbele yao. Kwa hiyo kumbe nguvu ya ndani inaweza kuamua mustakabali wa nchi, mustakabali wa mtu, mustakabali wa biashara, mustakabali hata wa elimu. Kwa hiyo mfalme wakati ule wakagundua wana wa Israeli wana nguvu ya ndani sio ya kawaida, ambapo nguvu ya ndani walitafsiri kama miungu. Na ukiangalia wafalme wakitaka kupigana vita, anasema na hapa kwa miungu ya baba zangu, manake kwa chanzo cha nguvu za baba zangu, manake na mimi ninajiconnect na nguvu ya ndani iliyoko ndani yangu, ambayo chanzo chake ni miungu ya mababa. Sasa tunapoanza sasa kuapply nguvu ya ndani, lazima twende kwenye chanzo. Yule mfalme akamfuata Balaamu, akamwambia kanilaanie hao wana wa Israeli. Tumia uwezo wa ndani ulionao kublock nguvu ya uwezo wa ndani walionao
maadui wapinzani wangu. Sasa sikiliza kinatokea nini. Balaamu anamwambia nitaenda na wewe, lakini chochote Mungu atakacho. Yani hapa ndipo mahali ambapo watu wengi sana tunashindwa kujua kumbe ndani yetu tuna uwezo wa kufanya mambo mengi sana. Ndani yetu kuna uwezo wa kuanzisha na kuponya jamii kubwa sana, ama kuua vizazi. Balaamu anamwambia mfalme, mimi nitaenda, lakini chochote ambacho Mungu ataniruhusu kusema ndicho nitakachokisema. Balaamu anamwambia katengeneze madhabahu. Kumbe chanzo cha nguvu yoyote, japokuwa kimo ndani, lakini kinahitaji madhabahu. Alafu ili nguvu ya ndani iamke, Balaamu anamwambia andaa ng'ombe 7. Mfalme wa watu akachukua ng'ombe akampelekea Balaamu, akatengeneza madhabahu. Balaamu akachinjia ng'ombe 7, akaziwasha, akachoma ndani, akaita nguvu ya ndani aliyokuwa nayo. Application aliyokuwa nayo Balaamu ni ya nguvu za giza, lakini kumbe hata nguvu za giza zenyewe zilienda kumwotea Balaamu, kwa sababu alikuwa na roho ya ndani ambayo ni ya Mungu, ya kumtafuta Mungu. Katika kumtafuta Mungu akakutana na shetani, akamfanya mganga. Mungu alipoanza kuingia kwenye zile application za kuitoa nguvu ndani, Mungu akamkaba katikati ya mchezo, akamwambia sikia, hawa tayari wamebarikiwa, nguvu yao iliyoko ndani yao hailaaniwi, utawabariki. Wakati mfalme anasubiria Balaamu awalaani wana wa Israeli, Balaamu, nguvu iliyoko ndani ya wana wa Israeli ndiyo iliopereti ndani ya mganga. Kwa hiyo Roho Mtakatifu aliongea ndani ya kinywa cha mganga. Roho Mtakatifu aliyoko upande wa Israeli ndiye aliopereti upande wa Balaamu, kwa sababu Balaamu hana haja na Roho Mtakatifu. Balaamu tayari ana nguvu zake za ndani. Kwa hiyo ilibidi zitumike zile nguvu zake za ndani kumconnect na nguvu za ndani za Waisraeli ambazo ni Roho Mtakatifu, na ndipo ilibidi kinachoongelewa Israeli ndicho kitamkwe na Balaamu na ulimwengu wa roho, maana ulimwengu wa roho unaoperate kulingana na connection ya roho ambayo ni nguvu ya ndani, ambayo mwanadamu akiwa hai ina nguvu kuliko nafsi zote unazozijua wewe. Kwa hiyo nini kinatokea? Balaamu anaanza kuwabariki wapinzani wa mfalme mbele ya mfalme. Alafu anapomaliza kuwabariki na kuwatamkia ushindi, mfalme anamwambia, na umefanya nini tena? Nini unachotakiwa wewe kufanya kwenye maisha yako? Jifunze namna nguvu ya ndani unaweza kuitoa. Anza kuifanyia kazi nguvu yako ya ndani. Hakuna uchawi, hakuna uganga, hakuna uwezo unaweza kushindana na uwezo wako ukikonektiwa na chanzo cha nguvu ambayo ni Roho Mtakatifu. Hakuna hasara ambayo watu wengi sana wanayoipata kama kutumia elimu zao. Of course elimu ni chanzo cha maarifa, lakini elimu haiondoi giza, ila elimu inaleta ufahamu ambayo mimi nimeita ni nuru. Ila roho ambayo iko ndani ya mtu ikichanganywa na maarifa inatengeneza nuru kubwa, ambayo nuru zote ulimwenguni lazima zipige magoti. Kwa hiyo ukimkuta mtu amesoma vizuri alafu akatujua kuitumia nguvu ya ndani, ndio mahali ambapo unaona wagunduzi wengi wanatokea. Vitu visio vya kawaida vinazaliwa.
unaweza ukaona umeme. Ni mtu ambaye alikuwa amesoma, lakini nguvu yake ya ndani ikaruhusu kutoka nje. Unaweza ukakuta gari, ni mtu aliyesoma, alikutana tu na mtu alimfundisha, akafundishwa kwamba kutengeneza tairi ni hivi, kufanya hivi ni hivi, injini ni hivi, lakini ndani ya kufanya kitu kitokee, ili kitokee kitu chochote, lazima kuwepo na roho. Nje ya nguvu iliyoko ndani, hakuna uwezekano wa mtu yoyote kukamilisha chochote. Tunaona ule mstari wa 5, mstari wa 6, Mwanzo 1:6. Mungu akasema, na liwe anga kati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akaifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyoko chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Kwa hiyo unaweza ukaona, baada ya Roho wa Mungu kutulia juu ya maji, sasa tayari mipango inaanza. Nguvu yoyote ya ndani ni roho, na roho kwa kawaida ina ubunifu. Ikiruhusiwa tu kufanya kazi, jiridhishe, kuna mambo makubwa sana yatatokea. Na ndio maana Mungu alipotulia juu ya maji, ndipo ambapo nuru ikaumbwa. Baada ya nuru ikazaa sasa mpango kazi. Tunaona maji yalikuwa yamejaa ulimwenguni pote. Maana yake hapakuwa na ulimwengu, ila palikuwa na maji. Sasa unaweza ukaniuliza, maji tafsiri yake ni nini? Maji kwenye ulimwengu wa roho ina tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza ni maji yenyewe kama maji. Lakini tafsiri ya pili ya maji ina tafsiri tatu. Tafsiri ya kwanza ni maji yenyewe kama maji. Tafsiri ya pili ni uhai. Ni uhai. Lakini tafsiri ya tatu ni machafuko. Yaani pasina na utulivu, pasina makao, pasina mwelekeo. Kwa hiyo maji kama maji yanaweza yakawa ni mafuriko, yanaweza yakawa ni vurugu, yanaweza yakawa michanganyiko, yanaweza yakawa mtafaruku. Kwa hiyo Mungu anayagawa yale maji. Anayaambia hivi, uhai unaweza ukahitajika na unaweza ukaondolewa. Hapo sasa unaona kuna kitu fulani kinazaliwa. Kwa hiyo kumbe uhai wa mtu unaweza kuleta utulivu ndani yake, lakini uhai wa mtu unaweza ukaleta vita ndani yake. Sasa jiulize, kadiri unavyoishi ndani yako kuna vita kiwango gani au kuna amani kiwango gani? Ile vita iliyoko ndani yako ni vurugu za maji yaliyoko ndani yako, uhai ulioko ndani yako. Amani iliyoko ndani yako ni kiwango cha uhai ulioko ndani yako. Sasa wewe ndio utakayechagua unahitaji uhai wako kuutumia kwenye levo gani? Levo ya vurugu ama levo ya amani, levo ya utulivu?